historia ni matukio yaliyotokea huko nyuma, yakaandikwa, yakasimuliwa, yakahifadhiwa. Ni matukio ya nyuma. The past event, ni matukio ya nyuma. Matukio haya yalikuweko kabla wewe hujazaliwa. Wataalamu waliokuwepo nyakati zile wakayaandika kwamba tukio hili limetokea, tukio hili limetokea. Kwa hiyo Yesu na wokovu uko kihistoria. Historia ya kwanza ni mabadiliko ya dunia baada ya Yesu kuzaliwa. Alipozaliwa Yesu, dunia nzima mabadiliko yote yalibadilika. Miaka ya nyuma ya Yesu tukaita ni kabla ya Kristo. Miaka 200 na kabla ya Kristo dunia ikabadilika. Yesu alizaliwa, anasema watu wengi sana wanajiologisti wa historia na wanasema kwamba Yesu alizaliwa mwaka wa 4 KK. Na wengi wanakubaliana, wengi hawakubaliani, lakini tunasema vyovyote takavyokuwa, lakini kipindi hicho cha 4, miaka 4 kabla hali ya dunia haijabadilika, Yesu alikuwa amekuwepo ili abadilishe mfumo wote wa dunia. Na miaka iliyofuata baada ya Yesu ikaanza mwaka mmoja baada ya Yesu. Leo tuko mwaka 2026 baada ya Yesu kuzaliwa. Kwa hiyo ushahidi ule unathibitisha Yesu ni halisi. Dunia nzima isingekubali, wanahistoria wasingekubali. Kwa hiyo naye Yesu wa kihistoria, kuzaliwa kwake kwa historia kuliandikwa. Na ndio maana tuko hapa kwa ujasiri mkubwa kwamba Yesu yupo kwenye maisha yetu kihistoria. Lakini jambo la tatu, tunakuthibitishia uhalisi wake wa kuwepo kwake duniani. Yale yanayotendeka, tukitaja jina la Yesu, rema au uzima unafanya kazi. Wagonjwa wanapona, wenye shida wanafunguliwa, wenye dhambi wanaokoka, kwa sababu nguvu ya Yesu ya utendaji kazi inafanya kazi mpaka leo. Hatuko hapa kwa uzushi, tuko hapa kihistoria. Na ndio maana nataka pia nikuthibitishie kufufuka kwa Yesu. Hakufufuka tu amejificha. Wakati Yesu amemzika kaburini, wale wa maadui zake walienda kwa machifu, kwa wakubwa, kwa majemedari, walienda kwa viongozi wa Kirumi. Walienda wakaambia, ndugu zangu, tunaomba mtupe ulinzi, kwa sababu huyu jamaa alisema baada ya siku 3 atafufuka kutoka kwa wafu, asije wakamwiba, halafu uongo wa mwisho ukawa mkubwa kuliko wa kwanza. Wakaambia, nyesi mnao askari wa kutosha, chukueni section moja. Sikejei section moja ni kama watu 9 hivi. Wanaweza kuwa 9 au 12 pamoja na viongozi wao. Chukueni. Ikachukua section nzima ya MP. Nenda kalinde kaburi, na kamanda wao yupo. Sio alikuwaga nani? Sio alikuwaga nani yule kamanda wao? Tungekuwa huko Iringa tungemuita anda Myovera. Wakaenda kulinda kaburi. Siku ya kwanza wamekaa vizuri, hawana shida, wanapewa chakula, wanamlinda Yesu, alisema atafufuka. Siku ya pili yake wamemlinda Yesu, alisema atafufuka. Sasa tumesoma hapo katika sura 28, siku ya 3 Yesu akafufuka kutoka kwa wafu. Sasa kwa sababu analindwa, hakufufuka kiustaarabu, hakufufuka kwa ustaarabu,
alifufuka kwa fujo, kwa ubabe. Mwanaume, malaika akaja kwanza kutoa demonstration, tetemeko kubwa juu ya nchi. Aliposhuka mwanaume, wale walinzi wote wakazimia. MP anazimia, huyo alitakiwa aishie jela. Nashukuru tu hakuwepo Mbogo. Wakazimia wote. Sasa katika historia ya kufufuka kwa Yesu asema hawa ndio mashahidi wa kwanza. Walipozimia ili wale wanawake waje salama, wakamkuta malaika. Kaambia, msiogope ninyi, kuna watu wamezimia hapa, nyinyi angalieni kaburi hamna mtu, nendeni mkaambie ndugu zangu kwamba amefufuka kutoka kwa wafu, nitakutana nao Galilaya. Na wanafunzi wengine akutana, akaambia nendeni mkaambie nitakutana nao Galilaya, sifufuki kwa wizi. Na ndio maana hakuna kiumbe aliye hai anayepinga ufufuo wa Kristo. Huenda huyo tu ana majini, mwenye majini na mapepo sawa. Sasa huyo ni mgonjwa, tuweze kuhangaika naye, ni mgonjwa. Kwa sababu Yesu alikaa siku zaidi ya 40, anatembea, anaonekana na watu. Furaha yetu ya wale tuliokoka, nguvu yetu ya wale tuliokoka, matumaini yetu wale tuliokoka. Sema amen.